taarifa zetu za baadaye, lakini kwa hivi sasa tunataka tukamilishe mada yetu ya leo kuhusiana na mafuriko. Na Anthony, nilikuwa nimezungumzia hapo awali kuhusiana na kama sehemu ama idara unayosimamia katika shirika la Msalaba Mwekundu, kwa sababu najua ni kazi mnayofanya kila siku, ile response kwa mtazamo wenu, najua ni shirika ambalo mmekuwa na jukumu kama hilo. Kuna usaidizi unaotokea kutoka kwa pande husika nyingine ziweze kuwasaidia, kwa sababu kuna sehemu ambapo pia nyinyi mna upungufu, aidha upungufu wa rasilimali, upungufu wa wale wanaojitolea kusaidia, lakini kwa wengi wanahoji kwamba pia hisia zao ni kwamba mara nyingi panapotokea majanga kama haya, serikali husika na watu wengine wanachelewa kutoa usaidizi na kadhalika. Sijui kama katika majanga kama haya tumepata funzo hasa kutoka siku ya Ijumaa. Tumepata mafunzo mengi, lakini niseme kuwa kuna kitengo cha kitaifa cha dharura ambayo kwa almaarufu inaitwa NDOC, ambao ndio wanatuongoza na huwa wanatuelekeza hata wakati misiba kama haya ama hii inatokea. Pili, shirika la Msalaba Mwekundu lina watu wengi sana wa kujitolea. Tuko na zaidi ya 1300 ambao watu wanajitolea wakati kuna dharura kusaidia. Kwa upande wa nyuma, sisi tunafanya kazi mingi sana ya kuwafunza wale, kwa sababu ndio wako kwenye sehemu na wanaishi na watu. Kwa hivyo janga ama dharura ikitokea, tunapigana simu na tunaelezana mahali huko, anza kuokoa hapo hata kabla ya kufika ofisini. So kwa upande mkubwa tunapata hiyo hali ya kukuwa na watu wengi wa kujitolea katika community, inasaidia sana kufika pale wakati wa dharura ama kunapokuwa na majanga. Pili niseme ni kujipanga. Kuna ile kujipanga kukuwa tumekuwa na watu ambao wanajua kuogelea, watu wanajua kutoa watu kwenye maji, na tulijua kuna wakati tafikia hiyo hali ya skill itumike ama itolewe pale nje, na ndio unaona wakati huu tumeweza kupata na kwenda kuokoa. Lakini niseme pia katika ile kazi ya kuokoa kuna changamoto, na changamoto kubwa sana ni wale ambao unaokoa wanapokataa kuokolewa, na kila mtu ako na haki. Na saa nyingine mnahitaji vifaa ambavyo hamna, mnahitaji serikali wasaidie, kwa sababu katika janga kama hili kwa mfano naona watu wanavuta magari kwa kutumia mikono, kwa sababu hakuna anayehusika upande wa serikali ya kaunti au upande wa serikali kuu kusema kwamba hili ni janga ambalo sote tukivuta pamoja tutasaidia, vifaa na vitu kama hivyo. Naam, tunahitaji usaidizi sana kwa vitu kama mashua za kuokoa, si zile za starehe. Kuna zile mashua haswa za kuokoa tunazo sisi, lakini zinafaa kuwa nyingi zaidi ili ziweze kusaidia katika Nairobi nzima. Tunaendelea kusaidia watu ambao wamepoteza wapendwa wao ama wamepotezana. Kuna kupoteza na kupotezana ile wajui mahali mtu yuko, labda tulimwokoa tukampeleka hospitali, hakuwa anajijua, hakuwa anajifahamu, hajaweza kujieleza. Tumeweka hema pale City Mortuary, na unaweza enda pale kutafuta mpendo wako ambao mjeza kuelezana ama kusikizana, ama pia huenda alipotea ama aliaga. Kuna hiyo kikundi ambayo inasaidia kupatanisha watu na jamii zao ambao walipoteleana wakati wa dharura. Asanteni kwa kazi hiyo. Mhandisi, kwa kumalizia tu, kwa sababu unawakilisha shirika ambalo lina wahandisi wengi, na kunao ambao ni matapeli, kunao ambao ni wavivu katika kazi yao, mtafanya vipi kuhakikisha kwamba ikiwa majanga kama hayo pia upande mmoja yanasababishwa na jinsi watu wanavyojenga, jinsi watu wanaharibu mikondo ya maji na kadhalika, hatua gani mnaweza kuchukua hatua dhidi ya wahandisi wengine, wasanifu ujenzi na kadhalika, kuweza kukabiliana na matatizo kama ikiwa yanatokana na masuala ya jinsi tunapanga mji wetu? Asante sana. Nafikiri hilo ni swali nzuri sana kwa mipangilio ya kisheria na uongozi wa chama chetu. Kwanza ni lazima wakati umepewa jukumu la kufanya kazi fulani, lazima uwe unaajibika, okay, kibinafsi, okay, kwa sababu ndio uliona nikisema ya kuwa zingine kulikuwa na huu mjengo, okay, basi ikakuja kwako ukaweka sahihi, watu wamejenga juu ya mto, okay, basi lazima, okay, huwezi kusema ati ni serikali ambayo ya kaunti ambayo iliruhusu. Hapana, wewe mwenyewe ambayo uliweka sahihi na ni kazi yako kuangalia, basi lazima wajibike kibinafsi. Nafikiri tukifika mahali hapo tutasuia
watu wengi kupata madhara. Okay? Na wakati mwingi nafikiri watu wanasema tu ni serikali imefanya nini, imeruhusu. Hapana, lazima tuangalie kwa yule ofisa ambaye aliweka sahihi na ama alikuwa kazi yake ya kwenda jengo fulani. Yes, lazima ajibike kibinafsi. Asante sana mhandisi Mwenga. Kwa kumalizia tu, Chege Mwaura, kwa kifupi sana, wanasiasa wanapiga debe sana kuhusiana na masuala kama haya, wengi wakiwa wanachaguliwa wanatoa ahadi, si magavana, si wabunge. Umesikia hapa Nairobi kwamba nikiingia nitahakikisha kwamba sehemu fulani, nitahakikisha kwamba hakuna matatizo, hakuna madhara, hakuna athari. Unadhani imefikia mwisho kwamba sasa, manake wanatumia mitandao hiyo kusema kwamba sasa si wakati wa kulaumu mtu, tuache kublame mtu, ni wakati wa kuvuta pamoja. Umefika wakati kwa wao kutenda yale ambao wanazungumzia kila wanapochaguliwa, kwa sababu serikali hii ya kaunti ya Nairobi sasa ina miaka 13. Naam, inaelekea mwaka wa 3 miaka zaidi ya 3 sasa. Hatuwezi kuwa tunazungumzia majanga kama haya ili hali mtu alitoa ahadi wa kuweza kuondoa madhara kama haya. Mimi ndasema hivi, kwanza disaster kama zile zinafanyika Nairobi sio ngumu hata kuyajua, ni aidha ya mafuriko ama ya moto ama ajali ya gari. Zingine ni zinaweza patikana, but majorly ni hizo 3. Ya moto tumejipanga vipi? Ya mafuriko tumejipanga aje? Kukakuwa na janga, gari kama 10 zisombane mahali fulani, tutafanya nini? Kwa sasa ukiangalia kama ile mambo inafanyika kule Iran, nini, kombora moja ikatwanga Nairobi, tunaweza fanya nini? So huo muundo msingi unafaa kuwa uko tayari, plan ambayo inafaa kuwa inaongelewa na kila mtu anajua response yetu inafaa kuwa namna gani. Sababu inasikitisha kwa sababu sasa hivi unapata viongozi bado wanakuambia tuna mpango. Kuna mpango mpaka na tuko katikati ya janga na bado tunapanga na tutaendelea so I think ni muhimu pia wananchi, na nafurahia kwanza mada kama hii, ndio sasa watu wajue ni jukumu letu kama viongozi kuwajibika, na hao sasa tuweze kuambia hii ndio tumepanga na hivi ndio tutakuwa tunafanya. Ya pili, coordinate. Red Cross iko pale na imejipanga hivi. Tuko na NYS, tuko na jeshi, tuko na kikosi cha kaunti. Hata ile ndege zikahitajika kuja kufanya rescue, na naamini hatuzioni kwa sababu huu ndio wakati wa kuzitumia. Sio wakati wa kuzitumia wakati ambapo hakuna tatizo. Ndio hiyo. Mafunzo mengi yanatokana na jinsi ya kukabiliana na matatizo. Sasa Tony anasema gari watu walikufia ndani. Wale watu walikuwa wakuja wafungue traffic, hata management tu, flow of traffic iendelee hivi. Wale ambao manpower, maybe tungeona kama kuna ngumu, NYS wanaweza piga mbio kutoka hapa Roraka mpaka town hivi, mguu akija, ndio tukue na plan. Lakini hiyo plan nani ameitengeneza? Nani ana organize traffic? Nani anafanya ile manual pale? Nani anafungua zile sehemu za kutengeza njia tofauti ndio maji ipate njia? Na nani anafanya hiyo coordination yote? Yote imesambaratika. Hapo tunakosea. Alafu pia ile pesa ambayo tumetenga kama serikali ya kaunti, kama ya national, inapangwa vipi na tunaona inatumika kufanya nini? Hizo ni mambo, na mambo mengine mengi yanafaa kuwa kila saa. Hii mada inafaa isingoje mvua hiyo nyingine, utusukume ndio sasa watu watokelezeo, watuambie mipango imefika wapi. Asante sana Mheshimiwa Chege Mwaura kutoka wodi, anayewakilisha wodi ya Ngara katika kaunti hii ya Nairobi. Asante sana kwa muda wako. Pia Anthony Mushiri kutoka shirika la Msalaba Mwekundu na mhandisi Evans Mwenga ambaye ni mtaalamu wa masuala ya ujenzi. Nasema asante kwa wakati huu. Hadi wakati mwingine, nafikiri tutazungumzia mengine kwa mapana na marefu. Mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni kidogo, halafu tutakuwa tunageukia ile mada nyingine ambayo tunazungumzia siasa, magenge na ubabe. Kwa nini wanasiasa wana mazoea kuwatumia vijana katika mikutano ya kisiasa kuzua vurugu? Nini faida yake? Hayo ndio tutataka tuyazungumzie baada ya usene pale.